Tunafahamu tunaingia kwenye mapumziko ya FIFA break. Hivyo kuna baadhi ya wachezaji wa kikosi chetu cha Yanga wamepata nafasi ya kuitwa kwenye majukumu yao ya timu ya taifa. Baadaye kidogo inshallah tutatoa taarifa kamili ya wachezaji wote ambao wameitwa kwenye majukumu ya timu za taifa kwenye mapumziko haya ya kalenda ya FIFA. Lakini kwa ambao wamebakia, benchi la ufundi limetoa siku 6 za mapumziko ambayo ni kama wiki moja hivi. Baada ya hapo watarejea wote kambini kwa ajili ya kujiandaa na mazoezi kuelekea mechi za mwisho za ligi kuu. Nafahamu ligi ikirudi tu kwa maana ya tarehe 1 mwezi wa 4 inshallah, Yanga tutakuwa na mchezo wa ligi wa ugenini dhidi ya Tabora United. Hivyo tumetoa siku 6 tu za mapumziko. Baada ya hapo tutarudi kujiandaa na mchezo huo, na kama tutakuwa na ratiba yoyote hapa katikati, basi tutatafutana, tutaitana tena hapa makao makuu au sehemu nyingine ambayo itapendekezwa, tuje tujuzane taarifa nyingine ambayo itakuwa inatoka kwenye klabu yetu. Jambo la msingi ambalo limefanya tuwaite leo hapa ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya leo tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, wote mnafahamu tupo ndani ya ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia tupo na ibada pia hapa ya Kwaresma. Kwa hiyo leo siku ya tarehe 13, uongozi wa klabu yetu Young Africans umeandaa iftar maalum kwa ajili ya wadau wake mbalimbali ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika shughuli zetu za kila siku za kimpira za uendeshaji wa klabu yetu. Iftari hii itafanyika leo majira ya saa 12 jioni, ndio watu wataanza kukutana, na itafanyika kwenye eneo linaloitwa Baraza Restaurant Upanga. Nafikiri ni eneo maarufu sana kwa watu wa Dar es Salaam, watu ambao wanapenda kupita pale kupata chakula iftar. Basi pale Baraza Upanga ni mtaa wa Kalenga na Mtitu, mtaa Kalenga na Mtitu, kwenye kona pale Baraza. Leo uongozi wa Young Africans umeandaa iftari pale kwa ajili ya wadau mbalimbali ambao tutashirikiana nao. Wadau ambao wamealikwa, nafahamu wako tayari, watu wameshaanza kupata mialiko kupitia namba zao za simu na wengine kupelekewa, lakini kubwa tumelenga kuwaalika wadau wote ambao tunashirikiana nao. Hapa nitataja baadhi ambao tumewaalika siku ya leo kwenye iftari hii, na naamini itakuwa ni iftari ambayo tutakutana watu wa mpira, tutazungumza mambo ya mpira, lakini pia tutazungumza na kupata fursa ya kuombea pia mpira wetu kwenye kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kuwaombea pia viongozi wetu wote, wadau wote ambao tunashirikiana nao. Tumewaalika wadhamini mbalimbali wa klabu yetu, tumewaalika wadhamini mbalimbali wa football yetu kwa ujumla. Wote mnafahamu Young Africans na wadhamini wengi ambao tunafanya nao kazi, lakini mpira kiujumla pia una wadhamini wengi ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kufanya football iwe na nguvu na iwe na thamani. Kwa hiyo wadhamini kama mabenki haya ya NBC, CRDB, wote tumewaalika kwa ajili ya kuhakikisha tunapata iftar pamoja na kuzungumza mpira. Wadau wengine ambao tumewaalika leo ni shirikisho la mpira wa miguu TFF, tumewaalika bodi ya ligi, tumeialika kamati ya uendeshaji ya ligi almaarufu kamati ya saa 72, na yenyewe tumeialika leo ije kwenye iftar tuzungumze mambo ya mpira na tufuturu pamoja. Lakini pia tumealika kamati ya waamuzi. Tunaamini pia mwaliko wetu ambao tumeutuma kwa waamuzi mbalimbali ambao wako Tanzania, wako Dar es Salaam sasa hivi, wataweza kuhudhuria. Ndugu yetu Ahmed Arajiga, Ramadhani Kayoko, Heri Sasi, Frank Komba, mzee wetu Mkono yule, Tatu Malogo, waamuzi wote wa Premier League, na wao tumewaalika leo kwenye iftari yetu waje washiriki na sisi klabu yetu Young Africans. Na tumealika pia timu zinazoshiriki ligi kuu.
Tumealika mtani wetu Simba Sports, tumewalika Azam Football Club, tumewalika Singida na timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu. Kwa hiyo ukiangalia tumealika wadau tofauti ambao tunaamini tutakutana na kuzungumza mpira vizuri. Kwa hiyo ni matumaini yangu ni jambo tu la iftar, tusikimbiane na huko. Ni jambo tu la kufuturu pamoja na kuzungumza. Pale baraza sidhani kama kuna eneo la ruhusu pale mpira kuchezwa. Kwa maana yake itakuwa ni mazungumzo tu ya watu kuzungumza. Lakini pia ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmekuja hapa, automatic nyinyi wote ambao mmehudhuria hapa mtapata mialiko yenu. Tumewaalika pia wachambuzi mbalimbali sababu tumeona hivi karibuni wachambuzi mmekuwa mkomoto kweli kwenye kuchambua, mnafanya kazi nzuri kwenye kupromote mpira. Hasa leo tumewaletea wadau wote karibu. Msichambulie mbali, leo mchambulie karibu pale. Una swali kwa mzee Mguto upo naye. Una swali kwa nani upo naye. Una swali kwa nani tuchambue wote pale kwa karibu na tuweze kuleta flavor tofauti. Kwa hiyo hawa ni mabaadhi makundi ambayo tumewaalika leo kwa ajili ya kushirikiana na klabu ya Yanga kuja kupata iftari pamoja. Tunalo baraza letu la wazee hapa, mzee wetu Msumi yuko hapa. Tunao baadhi ya matawi ambayo kupitia idara yetu ya mashabiki na wanachama chini ya mkurugenzi wetu Ibrahim Samuel watatuongoza ni watu gani ambao watakuja kwa, hatuwezi kwenda wote. Kuna watu ambao idara inatuongoza watakuja kuwakilisha wanachama wengine kwenye iftari ya leo. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwaomba sasa wale wote ambao wamepata mialiko na wanaoendelea kupata mialiko, kifika saa 12 kamili inshallah tujitokeze kwa pamoja pale tuje tupate iftari. Kwa upande wa wasemaji tumeanza kumwalika msemaji mkuu kabisa ambaye ndio anasemea kwenye taasisi kubwa, Clifford Mario Ndimbo kutoka TFF. Tumemwalika pia Karim Buimanda kutoka bodi ya ligi. Tumewalika pia wasemaji wa timu nyingine. Nimetoka kumwalika hapa ndugu yangu Ahmed Ali. Nimemtumia mwaliko asubuhi akanijibu kwamba yeye leo atakuja na watu wawili. Kwa wapi Ahmed hapa bwana? Sijaki naona kama iko mbali hivi. Lakini asubuhi nilimwalika na akathibitisha kwamba atakuja, lakini akaniambia nitakuja na mzee Mguto na Almas Kasongo. Kawaambia karibu. Message yake hii hapa. Kaambia karibu ndugu yangu, na hao pia tulishawaalika kabla wewe kusema. Kwa hiyo atakuja. Tumemwalika ndugu yangu Hashimu Ibwe, nimemwalika Thabiti Zakaria. Chukuchuku nimewasiliana naye, ameniambia wana mechi wako Singida. Kwa hiyo yeye na Masanza automatic watakuwa hawapo, na kwa sababu idara zao zinaendeshwa kwa bajeti ya chini, maana yake hamna mwakilishi mwingine kwenye idara ya habari ya Singida wala idara ya habari ya KMC. Tofauti ya sisi na wengine wenzetu, wao ndio wapiga picha, ndio wasemaji, ndio wa graphic designer, ndio wapandisha posti na kila kitu. Kwa hiyo akikosekana Chukuchuku, maana yake MC imekosekana kwenye upande wa idara ya usemaji. Kwa wasemaji wengine ambao sijawataja hapa, kina Masau Bwire pia mwaliko wa klabu ya Young Africans wafikie, na tuna imani tutajumuika pamoja tuje tupate iftari leo pale baraza. Kufikia hapo ndugu zangu waandishi wa habari, tutapokea maswali 5 kama tulivyozungumza awali tuweze kufikia mwisho. Kweni huru, ulizeni maswali 5 kwa sababu najua baada ya leo hamtanipata tena patapokuwa kuna tukio lingine ambalo italazimisha kuja kuzungumza na nyie hapa. Karibu. Lengo kubwa kwanza ni kufuata kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuagiza napokuja swala la mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenye ibada hii ya funga. Tunatakiwa tufuturu kwa pamoja. Tufuturu kwa pamoja, na umoja ndio unaleta neema nyingi. Umoja unaleta pia baraka nyingi ndani yake. Kwa hiyo sisi hatuna makusudio mengine tofauti na watu kukutana, kupata iftar, kuzungumza kwa pamoja, na kupitia ibada hiyo kwa maana watu waliofunga tunaamini tunaweza pia kuiombea pia na sekta yetu ya michezo kwa ujumla tuweze kusonga mbele tukiwa na nguvu kubwa, na tuiombee pia nchi yetu ya Tanzania amani tele iendelee kubakia. Kwa hiyo ndugu yangu Nasibu, hakuna ajenda nyingine zaidi ya iftari. Basi. Swali la pili. Karibu.
Sana. Umetaja kwa kubwa sana kwa kuwa nazungumzia kamati ya maadili, lakini pia kamati ya maadili sikuitaja. Nimetaja kamati ya uendeshaji ya ligi. Okay. Kamati ya maadili hatujaialika. Pia na bodi ya ligi pia tunataja. Bodi ya ligi tumewalika siku za hivi karibuni nimekuwa na mgogoro na bodi ya ligi. Maana kale ambao wameandika maadili na misimamo kama ya. Pengine kwa picha hii na mwaliko ambao umekualika sawa ni iftari. Nafikiri nenda kupeleka ujumbe gani kwenye tukio hili na kusema mambo ambayo pia yanazunguka. Pamoja na wewe mwenyewe pia inasemekana kama inaweza kufika chochote. Pengine nataka kwenda kulainisha mambo yasitokee. Hapana, sisi Yanga kwanza hatuna mgogoro na taasisi yote. Yanga haina mgogoro na bodi ya ligi, Yanga haina mgogoro na kamati inayoendesha ligi, Yanga haina mgogoro na TFF, Yanga haina mgogoro na taasisi yote. Yanga Afrika inasimamia misingi na utaratibu ambao taasisi hii tumekubaliana tuifuate. Kwa katika misingi hiyo tukitokea tumekutana katikati haimaanishi ni mgogoro. Inamaanisha tunatafuta namna ambavyo taasisi hii katika misingi yake na miongozo yake inaamini inafaa na inatakiwa iwe hivyo. Kwa sisi pesa hatuna shida na mtu, maana tunawalika kila mtu. Sisi tuna misingi yetu ambayo tunaifuatilia. Hatuna shida na mtu yote sisi. Wala hatuna shida na taasisi yote. Ila unapokuja swala lenye interest na klabu yetu na tukaona jambo hili watakiwa tulisimamie, tutalisimamia. Lakini haimaanishi tunaposimamia jambo letu sisi tuna ugomvi na wewe au tuna ugomvi na taasisi fulani. Sisi tunasimamia misingi ambayo tumekubaliana kwa vile ambavyo tunaona kama Young Africans zinatakiwa iwe. Haina maana yoyote kwamba tuna mgogoro na mtu au tunataka kumlainisha mtu, hapana. Ni iftar, tunafuturu na maisha mengine yataendelea baada ya hapo. Sorry, kwa hapo kama unasema hamna mgogoro, ulisema hamna imani na viongozi wa bodi ya ligi. Kwa maana mtu pamoja na Almasi Kasoro. Uone kama ni mgogoro huo. Pengine hata wao wanaweza kawa hawajisikii vizuri kwa katika tukio ambao unaona kama ana imani, hamna imani nao. Kwenye andiko lenu na maadili yenu. Unachanganya vitu viwili na mwanzo nafikiri nimekuelezea vizuri. Sisi kama taasisi hatuna mgogoro na mtu yoyote na hatuna mgogoro na taasisi yoyote ya kimpira. Ila kama taasisi inapotokea tunasimamia misingi yetu na taasisi yako ikawa kwenye hiyo njia ya kusimamia misingi yetu, sisi hapo lazima tutakutana. Lakini haimaanishi kwenye makutano yetu hapo kuna shida. Hapo kuna vitu vya kufuatwa kwa mujibu wa kanuni, sheria ambazo zinatuongoza wote ambao tupo kwenye mpira. Kwa hiyo sisi hatujisikii vibaya mtu anapotuongoza kwenye sheria na kanuni na misingi ya haki inavyotaka, na tunaamini na mtu mwingine hatajisikia vibaya pindi ambako Yanga Afrika inakwenda kwenye misingi ya sheria, kanuni na taratibu inavyotaka. Kwa hiyo hatuna shida na mtu yote. Sisi tumetangaza msimamo wa taasisi ambao tunaamini kabisa ni msimamo sahihi na unatakiwa ufuatwe hapa. Basi hiyo haimaanishi kwamba tuna shida na mtu yote. Tunaweza kuwa na msimamo wetu kama taasisi na maisha mengine yakaendelea. Kwa lile la msimamo wetu halijabadilika shehe. Tukafuturu kutoka leo mpanga chungu cha 30, yani tunafuturu pamoja tu. Msimamo wa Yanga kwenye misingi ambayo imeamua kuisimamia haijabadilika na iko pale pale. Lakini leo ni jambo la ibada, ni jambo ambalo tumeona kama club tuite stakeholders wengine wa mpira, tuje tupate iftari pamoja, tupate na unyamofunga bwana. Tupo kwenye 10 la nini ile Rwata? 12 ni 10 la maghfira, si ndio? Kila mtu anapata nafasi ya kukutana, kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu wako. Kwa hiyo hii ni jambo la ibada. Halihusianishi kabisa na operation za kila siku za taasisi yetu na taasisi nyingine. Na ndio maana mialiko imekwenda individual na mialiko mingine imekwenda kwa taasisi kwa taasisi. Lengo letu ni kuona kwamba watu wanakutana, tunapata iftar, tunafanya ibada pamoja. Lakini haimaanishi kwamba tukiwa tunafuturu pale eti ndio msingi au msimamo wa Yanga unakuwa umebadilika. Msimamo wa Yanga Sheikh umeshatoka na uko public na ndio umebakia hapo hapo. Hakuna kilichobadilika, hata koma au nukta kufutika hakuna. Ndio ule ule. Ila tutafuturu pamoja leo inshallah. Swali la 3, karibu. Ndio majibu yako mengine kwa wanacheza kesho na mtani wenu. Nao pengine kwa nafasi ya kualika mmoja wa 3
Tumezialika timu zote ambazo zitakuwa na nafasi ya kuja kwenye iftari leo. Zote tumezialika. Kwa hiyo kama Dodoma Jiji na wao watapata nafasi, wakaribie. Kama Simba watapata nafasi, kama maandalizi yao yatakuwa malizika jioni, wakaribie tupate iftari pamoja. Ni jambo la ibada, sio jambo la kwenda kujadili wakafungane vipi. Ni jambo la ibada, tufuturu kwa pamoja. Tupo kwenye mapumziko ya kalenda ya FIFA. Hatujakwenda kwenye holiday kwamba watakiwa waende wakajiachie. Na ndio maana ukiangalia kutoka tarehe 13 leo mpaka tarehe 1 kuna wiki nyingi hapo, lakini tumetoa siku 6 tu wachezaji waweze kurefresh kidogo, alafu warudi tuendelee na maandalizi. Mechi zilizobakia hizi ni ngumu sana. Mechi za mwisho za ligi na kombe la CRDB hapa ni ngumu sana. Kwa lazima warudi wakiwa na utayari wa kiakili, utayari wa kimwili, tuweze kupambana kumalizia huo utayari wa kiufundi, tupate matokeo mazuri. Kila mechi sasa hivi ni ngumu kwa sababu tupo katika nyakati za mahesabu ya mwisho. Tunakutana na timu ambazo zinawania pengine kucheza kwenye mashindano ya kimataifa next season. Tunakutana na timu ambazo zinawania kumaliza kwenye nafasi za juu, na wote ni mashuhuda. Iko fedha ambayo Azam TV wanaitoa based on position ya msimamo. Kwa kila mtu ana interest ya kumaliza nafasi ya 5 ya 6 kwa sababu kuna fedha iko pale. Lakini pia ziko timu zinapambana kutokushuka daraja. Kwa hiyo kila mechi hapa mwishoni ni mechi ngumu kweli kweli. Katika ugumu huo ndiko ambao kuna sisi kama taasisi, kama bingwa mtetezi, tunaweka umakini wetu, tunaweka juhudi na nguvu zetu tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho. Si watu wote wataikimbia Yanga hapa mwishoni. Kuna wengine watakuja kucheza. Kwa watakao kuja lazima tupambane nao. Unaweza ukakaa tu ofisini ukasema nitakuwa nakimbiwa kila siku. Wana Coast jana kaja. Kwa anaweza akaja mtu uwanjani. Kwa lazima tujiandae, mtu akacheze naye. Kwa mechi haziwezi kuwa rahisi hapa. Itakuwa mechi ngumu, na kama Yanga tunajipanga vilivyo kuhakikisha hatufanyi makosa yoyote. Na Mwenyezi Mungu atuongoze, tujiandae vizuri, tupate matokeo mazuri kwenye mechi za mwisho hapa.